We're watching Dilunga TV. Allah anasema nasi, enyi watu, Mola wenu nimekumbeni kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke, kisha nikakuenezeni mkapatikanika kwa wingi wanaume wanawake, na mkapatikanika makabila mataifa. Sasa agizo langu kwenu baada ya kuwaumba, agizo langu kwenu, fahamianeni. Mbora katika ninyi ni yule anayeishi maisha ya dini, yule aliyo tayari kuyashika maamrisho na kuyaacha makatazo. Huyo ndio amefikia viwango vya ubora kwangu. Ndugu zanguni, Allah anatutaka tufahamiane maeneo matatu tufahamiane. Eneo la kwanza, tufahamiane katika level ya kijinsia. Wanaume tuwafahamu wanawake, na ninyi wanawake kadhalika mtufahamu. Kwa nini tufahamiane level ya kijinsia? Haya maisha yalivyo, we were created to interdepend. Tumeumbwa ili tutegemeane. Kwa hiyo tutategemeana katika masuala ya kiuchumi, miamala ya kibiashara, kuna miamala ya kijamii, ya kifamilia, tutaingia kwenye ndoa. Haiwezekani jamii ikawa na furaha ama ikawa na amani kwa watu ambao hawafahamiani. Kwa kuwa mbele yetu yapo mahusiano ya kindoa, wanaume tunaoa na ninyi wanawake mnaolewa. Allah anatuagiza tufahamiane, tusivamiane. Ni muhimu sana, lakini kilima kimekuja kinaanza kuwataja wanaume. Wanaume wafahamuni wanawake. Kwa nini wameanza kutajwa wanaume? Tumetajwa wanaume kwa sababu maisha ya ndoa sisi ndio mastering hii. Ndio tunayaanzisha. Kwa hiyo sterling inatakiwa sifa hadi mwisho wa nini? Wa picha, ili movie iendelee. Alafu wakati sisi tunatakiwa tuwafahamu ninyi wanawake, na ninyi pia mtufahamu. Eneo la pili tunalotakiwa tufahamiane ni katika mataifa. Mataifa kwanza, kuna level ya makabila, tujuane. Tunazo mila na desturi za kwa mujibu wa makabila, lakini dini ipo pale. Waislamu wapo katika taratibu zao. Lilopo tu ni kwamba hizo taratibu zao, tamaduni zao zisihalalishe haramu na zisiharamishe halali. Dini itakuwa haina ugomvi. Kwa hivyo tufahamiane. Kuna tabia za watu kwa mujibu wa mataifa. Kuna lugha zao watu. Kwa mfano wenzetu Kenya, mkienda dukani na fedha mnatumia lugha nipe. Yaani unataka bidhaa nipe. Sisi wa Tanzania huko tunatumia lugha naomba. Hela yako naomba. Siku moja wamekutana dukani Mkenya na Mtanzania. Mkenya anamshangaa Mtanzania, unaombaje wakati hela yako? Kwa hivyo tufahamiane. Sasa kama muuza duka kaja mteja ndio Mkenya, nipe, uza, usianze tena kuanza ligi, lazima nikupe kwani yako, utafeli. Litaarafu. Wazungu mkipatana tukutane saa 3 kamili, iwe saa 3 kamili. Ila sisi wa Afrika huko saa 3 anaongeza naye mangapi? Mawili. Sasa utamsikia kila siku tunapatana, naenda pale saa ngapi, dili limekufa. Kila nikienda simkuti. Kumbe unakwenda kibongo, mwenzako kaja kizungu. Litaarafu, tufahamiane. Lakini maeneo yote matatu, moja tu linagusa kidogo. Wanaume tuwafahamu wanawake, na wanawake mtufahamu. Nyuma niligusa kidogo namna gani wanaume tunavyotakiwa tuwafahamu wanawake. Lakini leo natoa kodi 3 tu zinatosha. Kodi ngapi? 3. Wanawake, hebu mtufahamu sisi wanaume. Katika maisha yenu sisi ni nani? Nani anayeitwa mwanamume? Naam. Ninyi mkikosa kutufahamu mkatuvamia, maisha hayatakuwa na furaha. Sisi wanaume mambo matatu. Kwanza,
anaitwa mume, anatakiwa CV yake iwe imeshiba, imetosheleza, kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, akiwajieni mume katika nyumba yenu kuoa, gonga hodi kijana, mjiridhishe kwake kwa mambo mawili, dini yake na tabia. Kwa nini? Usalama wa dini ya mtoto wa kike upo kwa mume. Mume hawezi kusimamia dini kama mwenyewe hana dini. Wa amur ahlaka bisala wastabir alaiha, waamrishe familia yako wewe mwanamume wadumu na swala, lakini wewe ndio uwe mfano namba ngapi? Namba 1. Kwa hiyo ili Uislamu uheshimike katika nyumba, mume anatakiwa atangulie, awe mfano. Laqad kana lakum fi rasulillah, mume uwe mfano, uwe kigezo kwa ibada, kwa kila kitu, kwa maadili, kila kitu, tangulia wewe kuwa mfano. Kwa hivyo hawezi kusimamia dini asiyekuwa na dini. Usalama wa mtoto wa kike, olewa na mume mwenye dini. Mpo wanawake mnalia mwaelewi waliowaoa, mlizingatia haya wakati wa kuingia kwenye ndoa? Mlizingatia dini na tabia? Ukisikia mwanamume mwenye dini, mambo matatu matumizi yake ya muda. Kwanza, aheshimu swala. Kipimo, dada yangu unalalamika umuelewi mume aliyekuoa, sikiliza, umeelewa na mume ama unaboya tu ndani hapo? Cha kwanza, aheshimu swala, atengeneze nguvu ya ushawishi nyumbani kuisimamia. Lakini cha pili, faidha qudhiyati salatu fantashiru, tukimaliza kuingiza imani kupitia ibada ya swala, twendeni tukajichanganye, tukawe pambanaji, tutafute, ili kuvuna moyo wa mtoto wa kike. Kila anayeolewa anahitaji mume mpambanaji. Liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi, kila mwenye majukumu agharamike kadri awezavyo. Kwa hivyo mtoto wa kike atakuwa mikono salama katika ndoa kwa mume mpambanaji, amtoshelezee mahitaji. Lakini mume mwenye dini ni yule anayetenga muda, hatumii muda wake kukaa maskani, hatumii muda wake kwenda kwenye mipira baada ya swala ya Isha. Ukiona ndani una mume anakwenda kwenye mipira, wewe hapo una mume, unaboya. Freedom without restriction is marvelous. Uhuru bila mipaka ni nini? Ni fujo. Enyi wanaume wenzangu, tustaraji kutii, kupata utii kwa hawa wake zetu ikiwa sisi hatutii kitabu cha Allah. Kwa hivyo Uislamu umetupanga, kwa kuwa mke miongoni mwa vitu anavyohitaji katika ndoa, anahitaji atengewe muda, anahitaji aone thamani yake mikononi mwako wewe mume. Kwa kuliangalia hili, Uislamu umetupiga pini wanaume. Bwana Mtume Muhammad anatutaka wanaume tusiwe nje ya nyumba baada ya swala ya nini? Ya Isha, isipokuwa kwa dharura. Dharura gani? Sio dharura mipira, dharura shughuli za kiuchumi. Huenda unaendesha gari wewe, unalipaki saa 4. Huenda unakanga chips wewe, unafunga banda saa 4. Au kuna darasa la dini saa 3 saa 4, sawa. Lakini sio kwenda kwenye mipira au kwenye nini. Kwa hiyo kipimo cha anayefaa kuwa mume kwenye maisha yako wewe mtoto wa kike ni yule ambaye anajua, anaheshima matumizi ya muda. Sasa baada ya kusema hayo, sisi wanaume kodi yetu, mambo yetu mangapi? Matatu. La kwanza, sisi wanaume mtuelewe, msituvamie. Hiyo ndio inayokutesa wewe, hujaelewa wewe mume ni nani kwenye maisha yako. Cha kwanza, mume ni kiongozi. Hii ndio kodi yetu ya kwanza. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Naam, wanaume sisi ni viongozi. Allah ametutaka tuwe viongozi, ndilo mbele letu hilo alilotumbia Allah. Kawaida ya kiongozi akitoa agizo lazima litekelezwe. Pale heshima yake anaiona. Mamlaka ikisema mifuko ya plastiki mwisho Juni, kuna nani tumia mifuko ya plastiki? Tumeielewa mamlaka. Na sisi wanaume ni mamlaka. Mamlaka inatakiwa ifanye nini? Itiiwe. Kitoa agizo litendeke. Hakuna, yani ukipangwa mwanamke unatakiwa upangike, usimpangue mume. Kwa hivyo wanaume sisi ni viongozi, tunatakiwa tutiiwe. Hiyo ya kwanza. Na katika kututii sisi zipo hadithi nyingi,
lakini moja hii hapa, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, thalathatu la yaqbalu Allahu lahum salatan wa la yarfa'u lahum ila samai hasana, almar'atu sakhitu alayha zawjuha hatta yarda. Watu watatu swala zao hazikubaliwi na Allah, wala matendo yao wanayoyatenda mema hayalipwi. Miongoni mwao ni mke aliyekasirikiwa na mumewe. Pale anapopewa amri, jistiri, utaki wewe, swali, utaki wewe, sitaki utoke bila ruksa, unatoka wewe, sitaki uongee na fulani, unaongea wewe. Kwa kuzikana hizi amri za halali ambazo mume amepewa mamlaka kukusimamia, basi Allah anafunga akaunti yako. Hakuna ibada utakayoifanya mwanamke itakayokubaliwa na Allah kwa kuwa mume wako amekasirika. Ni wanawake wangapi mnatufahamu kwa level hii? Lao mngalitufahamu kwa level hii, msingekuwa majeuri. Unaolewa na kwenda kwenye ndoa, yawezekana ulikotoka ukupata malezi mazuri wewe, hukuvishwa hijabu wewe, ulikuwa uswali wewe, ulikuwa unatoka bila ruksa wewe. Kuja kwako kwenye ndoa, kila mume bora anahitaji mke bora. Ni jukumu la mume kukutengeneza ufikie viwango vya kuwa mke bora. Sasa kumekuwa na mapambano pale wanaume wanaposimama nafasi zao, inaonekana kama vile unamsikia mwanamke anakuambia nimeolewa na swali suna, sio kama nitayaweza, nasikilizia nitayaweza. Mnafeli nyie. Yaani badala ya kumshahalikum nara, jukumu lake kukuchunga we na moto. Takiwa ushukuru nafasi hiyo. Wenzako wanaelilia, wanatamani wapate waume hao, hawapati. Leo dada yangu umepata mume anasimamia dini yako, anakuamrisha hijabu, anakuamrisha swala. Unaona uko mahabusu wewe. Tena wengine ufika mara mnataka uhuru nyie, mpo tayari hata kujivua, mko tayari kuondoka kwenye ndoa. Uhuru gani? Mnataka mwende uchi nyie. Uhuru gani mnautaka? Mnataka mwende mkazulule, mwende mkaziniwe, hamtaki kuchungwa. Kodi ya pili, sisi wanaume ni kiumbe ambaye atosheki na mke huyo mmoja. Mtujue, msituvamie. Tena mtujue nyie, sisi wanaume atosheki na mke huyo mmoja. Yaani mwanamume alikuwa madhubuti wake ni kuanzia wawili, watatu mpaka wangapi? Mke mmoja ni dharura. Kwa wale wenye mke mmoja mmoja mnaishi kwenye mlango wa dharura. Si imeenda hii. Kwa hivyo wanaume ni kiume. Chukua tu mfano rahisi. Banda la kuku, weka majogoo 8 alafu matembe mawili, panakalika? Lakini weka majogoo 2, majike 8, burudani. Yani dume moja kwa majike wangapi? Yani burudani. Haya ni maumbile. Nani nisha kimaumbile. Ninyi wanawake kuna mahala amuyo hewani kila muda, kuna muda data zinafanyaje? Zinazima. Sisi ndio wote data zinawaka, message zinaingia. Swala nabii. Ni swala kimaumbile hili. Allah ameleta amri ziko. Yaani aya na hadithi zimekuja kwa namna tulivyoumbwa. Aya na hadithi zimekuja kuzingatia namna tulivyoumbwa. Kwa hivyo Allah aliposema wanaume tu wanawake wawili watatu ni ishu ya kimaumbile, wala sio ya kuleta upinzani. Lau wanawake mngalijua hili, tusingalitegemea kuona upinzani, tusingalitegemea kuwaoneni mnajipa vifafa vya ukeweza, mara pressure, mara utaniwa mimi. Sasa mnakuta wanaume magoigoi ndio wanaogopa, mke wangu atakufa bwana, hii balaa. Wewe acha oga wewe. Na mwanamume anaoa. Ukikiri vigezo unafunga na gari zuri barabarani, ni ile lina tairi 2 mpaka tairi ngapi? 4. Ikibasti moja mnaokika safari. Sasa tairi moja kibasti wote mnakaa mnaangaliana. Sisi wanaume tunao mke zaidi ya huyo mmoja. Lao mngalikuwa mmefahamu hilo, tusingetegemea kuona fujo, kuona mwanamke utaki mke mwenzio, ama kumfanyia siri, kumfanyia uchawi huyu mume, ama kumroga mke mwenzio. Hapana, hii ni issue ya kimaumbile. Kwa hivyo wale wanawake mnaopinga maumbile haya, mnatafuta ugomvi na Allah nyinyi siku ya kiyama. Mko tayari kumkosoa Allaumba? Hii ni fursa Allah kaiweka. Kuna vidume vinatakiwa vitumie, kwa sababu katika sisi wanaume sio wote waoaji. Kuna wengine mashoga, baada ya kushughulikia wanawake wanashughulikia wao. Hao wanazidi kupunguza column ya waoaji. Lakini pia wale waoaji nao wengine uwezo wa kufunga tairi 2, 3, 4 hawana.
Kwa hivyo kuna vidume vinaweza vikafunga tairi 2, 3, 4. Mwalimu Michael 4. Sio kasema 3. Kwa hiyo watu wanafunga tairi 4. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie wale wenye uwezo kuendea fursa tuiendee. Mwisho kabisa, sisi wanaume tuna uhitaji mkubwa wa tendo la ndoa kuliko wanawake. Hii ni issue ya kimaumbile. Wanaume tuna uhitaji mkubwa wa tendo la ndoa kuliko wanawake. Kwa hiyo mnatakiwa mlijue hilo. Na ndio maana sheria imekuja, mume anapomwita mkewe kwa ajili ya kuunga bando, anatakiwa mke kama hana dharura yote ya kisheria anatakiwa aitike, na akikataa hali ya kuwa hana sababu ya kisheria, huyo maana yake analaaniwa na malaika mpaka kuna kucha. Lakini hadithi haigeuki kwamba mume akikataa analaaniwa, ila mke akikataa analaaniwa. Na hii ni issue ya kimaumbile. Ni issue ya kimaumbile kwamba sisi wanaume vichwa vyetu viwili vikosa ushirikiano, kimoja lazima kisizi. Vichwa viwili, si mnaelewa? Vinatakiwa vishirikiane. Kwa hivyo hili ni swala kimaumbile, na ndio utakuta mwanamume anawaza sana tendo la ndoa kwa kutwa mara kadhaa kuliko wanawake. Utakuta nisho kimaumbile, wanawake wakikoma heavy, others you stop at the age of 45, others do go as far as to 50. Menstruation cycle, swala kwenda nini kwenye ratiba ya hedhi, ninyi mna stop 45, wengine 50, lakini sisi tuko ni muda wote. Kanuni ya kimaumbile, mkisha stop hata yale matamanio yanafanya nini, yanapungua. Lakini mwanamume yapungui, yuko ni muda wote tu. Kwa hivyo haya ni masuala ya kimaumbile. Tunaomba mtutambue, sio wanaume tuna uhitaji mkubwa wa tendo la ndoa. Ndio maana tunatakiwa tuwe wanawake 2, 3 mpaka wangapi? 4. Na ndio maana mwanamume akikosa tendo la ndoa na dini ikiwa ndogo, akitembea barabarani hata chizi akijipendekeza analambwa. Hata chizi. Kwani machizi mangapi tunaona wanazalishwa na wanaume wenye akili timamu? Lakini ni vigumu kukuta mwanamke mwenye akili timamu anaridhia kukutana na nani? Na chizi. Huu ni ushahidi wa kibiolojia na wa kimazingira zaidi. Wanaume tunao mke zaidi, tunahitaji zaidi tena ndoa kuliko nani? Kuliko wanawake. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini ninaombeni tuishie hapo. Inshallah siku zijazo Allah akitukutanisha, iwe Mombasa, Lincoln kule, Msambweni, naam, inshallah. Ni sauti ya Mwalimu Dimoso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.